Akaendelea so aya tunazosoma hizo leo mpaka akafika pahala al-yawma nakhtimu ala afwahihim, leo tunaimaliza midomo yao, yani tunaifunga, tunaipiga muhuri, kufuli ala afwahihim, midomo yao leo tunaihitimisha, tunaipiga kufuli. Watukallimuna, leo mikono yao ndio itatusemesha. Yani mtu mbaya siku ile mdomo wake hausemi, unakuja kusema mkono wake. Bwana, mkono huo unakwenda wapi? Mkono huo unashikashika nini? Mkono huo unapapasa nini? Mkono huo unaelekeza nini? Kuna watu wanaitwa risasi kidole. Risasi mnajua bwana, yani wao kazi yao kuelekeza tu, yani muibie au bwege hana mpango, sawa, au sigino zile, ndio mtu anaingia naye chocho bingo, sawa. Kuna watu wanakuja kwa ishara tu, wewe hujui. Mwingine anambia nikipita pale kwenu nikijikuna twende, nikijinyoosha hivi hamna kitu. Mbona kuelewa? Ukiona najikuna kuna hivi, ya mambo yameharibika. Ukiona mambo tike wenzetu hivi, mikono itasema siku ile, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu, na miguu yao itashuhudia. Ndio maana hii hapa, wa yawma taqumu saatu, siku kiyama kitakaposimama, yublisul almujrim, watanyamaza watu wao. Yani midomo haitafanya kazi, viungo ndio vitakavyo. Kiungo chako kila kilichofanya kitu kitasema. Kidole kitasema, pua itasema, shingo itasema, tumbo lako itasema, mguu utasema ulikwenda wapi, kwenda na kurudi, ili mradi ukiwa mbaya tu vitashuhudia vile vitu mpaka hisabu ikishatimia. Haya, mdomo unarudishwa kusema sema, lakini hapo zishachukuliwa ripoti, ndio unaanza kuuliza vipi wewe mkono, mimi nilikuwa nakuamini wewe vipi? Mkono utasema antaqana alladhi antaqa kulla shay, leo ametutamkisha yule ambaye amekitamkisha kila kitu. Achana na sisi bwana, achana. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Nini maana yake? Twendeni tukavitumie vyema vizuri viungo vyetu. Kila kiungo kina kazi yake, kila kiungo. Na ukisikia neno maana ya shukurani, kwamba sisi tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu, maana ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kutumia viungo alivyokupa katika yanayomfurahisha. Hiyo ndio maana halisi ya shukurani. Kufurani, maana ya kumkanusha Mwenyezi Mungu ni kutumia viungo alivyokupa Mwenyezi Mungu katika yale yanayomuudhi Mungu. Mnanielewa hiyo? Shukrani sio ile kusema asante au kusema alhamdulillah, bado hujashukuru. Hii ni sanaa. Nini sanaa? So alhamdulillah, lakini ndio alhamdu ndio ile alhamdulillah, ya kusema as-sanau lillah. Ahmadullah, maana yake kila kiungo kinafanya kazi au kinatumika katika kumsabihi Mungu. Mkono wako hauendi mahala pabaya, kinywa chako hakitamki mabaya, miguu yako haikuelekezi mabaya, tumbo lako haviingii vya haramu, akili yako haiwazii watu vibaya, wahalu moja. Mwenyezi Mungu ajalie katika hali hiyo. Ndio maana ya nini? Shukrani. Shukrani ni kutumia viungo vyako katika sehemu za kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kufurani ni kutumia kiungo chako alichokupa Mwenyezi Mungu katika kumuasi Mwenyezi Mungu. Pale umshukuru Mwenyezi Mungu, bali unamuasi. Tizama jicho lako linaangalia wapi? Hapo unapotizama jicho lako ndipo anapotaka Mungu au la?
Tizama sikio lako linasikiza nini, hicho unachokisikiliza kinamridhisha Mwenyezi Mungu au la? Angalia ulimi wako na mdomo wako vinatamka nini, vinavyotamkwa na kiungo chako hicho ndicho kinachomridhisha Mungu au la? Tumbo lako linaingia nini, mkono wako unachuma nini, unaandika nini? Na siku hizi watu kuto tunakaa tunaandika. Kuna mtu mmemwona juzi, sio mchezo, anaandika huko anasema huko, na ndio siku na watu pale bwana katuma mwepesi. Tizama unachoandika, tizama unachosaini. Kuna siku hiyo ndio, wa yauma taqumu saatu yublisu almujrimun. Kisha binadamu tuna kawaida ya kupenda watetezi, tuna kawaida ya kupenda watetezi, shufaa, ndio hao mawakili, mashahidi, wale wanaitwa nani? Shufaa. Ukilifanya jambo basi unakimbilia hata nani alikuwepo na yule naye asiyojua ubaya wa kushuhudia, nilikuwepo hapo iba shufaa. Na sasa hivi kuna kampuni maalumu au kuna masomo maalumu au vyuo maalumu vipo vimetengenezwa duniani kwa ajili ya kutetea mabaya. Sitaki kuharibu biashara zao, lakini uongo unasomwa mpaka unakuwa ukweli. Na ukienda kwake umeiba kabisa, umefanya kila kitu, umekula rushwa, bwana mimi nimekula rushwa, mesubiri na kesi, unasikia sana, anakwambia weka hapo milioni 2 ufungwe wewe. Anaenda kuchezesha kwa maneno na kalamu na sheria, ufungwe kweli, ufungwe. Na huyo mtu ana master ya kutetea uovu na uongo. Dokta upo unalala unacheka nini hapa? Na kasoma mpaka amegraduate juu kabisa, ana shahada na anakwenda anavaa tai fulani, yaani kazi yake kutetea wezi tu mahakamani, na afungwe mwizi hata mmoja kwa sababu ya elimu yake. Sikiliza haya hii, angalia msafu hapa. Mwenyezi Mungu anasema walam yakul lahum min shurakaihim shufaa. Sawa na hatopatikana katika washirika wao wa kuwaombea, na wala hawatopatikana katika washirika wao wa kuwaombea. Yani hatotokea yoyote katika aloshirikiana naye hatajitokeza kumuombea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyojasiri kujitokeza mahakamani. Hatokei hapa bwana, vipi si tuko wote mahakamani? Wewe kwa mchezo bwana, mimi mwenyewe nina yangu, hayo yako pia nimekuwa yangu mimi. Mimi silikutetea uongo, umenielewa huko? Yeye ndio kwanza kukimbia, anatabarra. Kuna kitu kinaitwa nini? Tabarra. Anatakata tena, akiona jambo sasa hivi zamu ya kuulizwa yule, yeye anakufa. Hii kufa ya maana ya kula kona. Walam yakul lahum min shurakaihim shufaa. Umeelewa? Tena wakanu bi shurakaihim kafirin, na wao wenyewe watawakanusha washirika wao. Yeye mwenyewe hatomtaja alomtetea maovu. Hiyo maana moja ya aya hii. Maana nyingine, wale watu waliokuwa kiabudu visivyokuwa Mungu. Maana nyingine hiyo, wale waliokuwa kiabudu visivyokuwa, si kuna watu tumewataja juzi wanaabudu moto, wanaabudu nuru. Sasa ule moto hautowaombea kwa Mungu. Kuna watu wanaabudu vinyago, vile vinyago havitowaombea kwa Mwenyezi Mungu. Kuna watu wanaabudu watu, wale watu pia hawatawaabudia, kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Mara ngapi hizo aya tafsiri yake? Kwa hiyo kama wewe, Mwenyezi Mungu akukinge wewe na mimi. Kuna mtu anaabudu nyoka maisha yake yote ulimwenguni, kwamba nyoka ndo Mungu wake, kama tunavyoona wale wenye kuabudu ng'ombe. Nyoka na ng'ombe na mbuzi na mizimu na vinyamkera havitokuja mbele kusema sisi tunamuombea huyu, alikuwa anatuabudu sisi Mungu mwenzetu. Umeeleweka vizuri? Hakiji kinyamkera hata kimoja. Nyinyi wale
vinavyoabudiwa vya kwenu vinaitwaje? Wazaramu wanaita vinyamkera kule. Kila watu makabila wanao mizimu yao. Mizimu inaitwaje Kisambaa mzee? Mzimu hivyo? Mzimu kaulu amu, yani Kisambaa mzimu. Kwenu usiogope, uabudu wewe. Bilimo kifupi kama hivyo, akijitokezi hicho chenyewe kinakimbia. Tunazungumza huku tunacheka, lakini tunaongozana. Tumeelewana eh? Tunazungumza katika lugha hizi za kijamii tupate kuelewa tunakwenda wapi. Ya jamaa, tutakate na kila kitu twende kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah Muhammad anakutosha kabisa. Kila unachokiona huku chote kinamtaka Mungu, basi wewe nenda kwa Mungu moja kwa moja. Usiabudu mtu, usiabudu kaburi. Umeelewa? Usiabudu. Unaweza kutawasal na kaburi la huyo mwema, lakini usiliabudu kaburi. Tumeelewana wazangu? Wa yauma taqumu saa, hiyo aya nyingine. Na siku kitakaposimama kiyama, ndio yaumaidhin, siku hiyo. Hii ala taukid au ala taakidi. Yaumaidhin, siku hiyo bwana, siku hiyo. Yatafarraqun, wanapambanukana. Ndio ile wamtazul yauma, yani wataachana watu. Yanatoka makundi haya. Kundi la kwanza, fa amma alladhina amanu wa amilu salihat, ama wale ambao wameamini na wakafanya mema, fahum fi rawdatin yukhbarun, hawa katika mabustani ya kheri wataenda kufurahishwa. Mungu atujalie katika hao. Mungu atufurahishe. Amma alladhina amanu wa amilu salihat, vitu vingapi? Narudia tena, vitu vingapi? Alladhina amanu, cha kwanza. Cha pili, wa amilu, kisipungue hata kimoja, ndio utapata rawda. Fi rawdatin yukhbarun, uwe na imani na uifanyie kazi imani yako. Mangapi? Leo watu wengi wana imani, lakini imani yao haifanyi kazi. Imani lazima ifuatiliwe na nini? Na matendo. Amma alladhina amanu, kama sisi wengi tunamwamini Mungu, lakini sio imani tu, wa amilu salihati. Shekhe wangu mmoja anasema sasa hivi Waislamu wengi wana Uislamu wa kinyani. Uislamu wake? Unaujua Uislamu wa kinyani? Uislamu wa kinyani. Ananiambia yule shekhe, siku moja nyani walimuona tausi. Walimuona tausi. Ni mdudu mzuri sana, ndege ambaye anaupigiwa mfano kwa uzuri wake. Mpaka watu wanaopendana, mtu anamuita mpenzi wake nani? Tausi wangu, nikilala tausi wangu. Sasa nyani wakamuona tausi, wakashangaa, huyu mbona mzuri huyu, vile rangi zake, anavyotembea kwa maringo. Mungu kamweka kijiua hapa, kingine huku chini, kampiga rangi, akipita katika jua anawaka.